Vipindi mbalimbali nchini huenda wakapata nafuu kubwa iwapo mswada wa uchumi wa ubunifu kwa vijana wa mwaka 2025 utapitishwa bungeni. Katibu wa Wizara ya Masuala ya Vijana na Uchumi wa Ubunifu Fikirini Jacobs akisema mswada huo uliowasilishwa kwa kamati ya bunge la kitaifa kuhusu michezo unalenga kukuza, kudhibiti na kuwezesha sekta hiyo kuingiza mapato zaidi. Kwa sababu si kila mwana kijana ataweza kupata degree na diploma labda ajiriwe na serikali, lakini tunaamini kwamba creative economy vijana wakitumia talanta zao wanaweza pia kujitengea biashara na pia kuajiri wengine, na ndiposa tuko na PS kutoka kwa State Department ili kwamba aweke pondo kwa ile dhana kwamba vijana wakitumia talanta wakiwa creatives, wakitumia mtandao vizuri, basi wanaweza kujiekezea maisha mazuri hata kama hawajaajiriwa na mtu mwingine. Encourage innovation pia na authenticity ya mawazo ya vijana huku pia mashinani. Ndio tukataa ile mambo ya kwamba kijana ameleta wazo lakini kwa kuwa hana pesa ya kuipeleka mbele, kumetokea tajiri amechukua idea yake, amekimbia nayo, ameenda akajinufaisha nayo. Na lastly, ku incentivize the creative economy space. Kwa sababu ukiangalia hata maneno ya monetization ya katika the creative economy space, hata content creators, hata wale wako TikTok kwa mfano, utaangalia kwamba katika taifa la Kenya kwa mara nyingi the only way our TikTokers earn is through gifting, where young guys go live, wanasema tap tap tap, mara anapewa lion, sijui anafanywa nini. That's the only way TikTok pays. But in other places, TikTok is a serious industry. It's a serious investment. It's something which has produced millionaires in the US, for example, dollar millionaires.